نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: رابعا ما يقول حين يجامعها. Jambo la 4 ni yale ambayo atayasema mume wakati wa kumjamii mume wake. Na hapa tumeingia katika al-adabu inda al-jima'i wa ba'dahu. Al-adabu inda al-jima'i wa ba'dahu. Hapa tumeingia katika adabu wakati wa kitendo cha ndoa na adabu zitakazopatikana baada ya kitendo cha ndoa. Hapo nyuma tulitanguliza adabu zinazopatikana kabla ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kuanzia hapa, hizi ni adabu zinazopatikana wakati wa kile kitendo cha ndoa, wakati wa kufanyika kitendo cha ndoa, wa ba'da al-jima'i, na baada ya kitendo cha ndoa. Ala rahimahullahu ta'ala: wa yanbaghi an yaqula hina ya'ti ahlahu, na yatakikana yeye mume kusema wakati anapomuendea mkewe. Wa yanbaghi an yaqula, na yatakikana mume kusema hina ya'ti ahlahu, wakati anamuendea mkewe, aseme bismillah: Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Aseme maneno haya: ewe Allah, bismillah, kwa jina la Allah. Ewe Allah, jannibna ash-shaytana, tukinge sisi na shaytani. Jannibna ash-shaytana, tukinge sisi na shaytani. Wa jannibi ash-shaytana, na umkinge na shaytani. Ma razaqtana, yule ambaye utakayeturuzuku sisi. Na utukinge sisi na shaytani, yule ambaye utakayeturuzuku sisi. Kwa haya maneno atayasema mume wakati wa kumuingilia mke wake, na hayasemi mke haya maneno anayasema mume. Hivyo mke kazi yake ni kumkumbusha mume: je, umesoma dua wewe? Ad-du'a inda al-jima', dua wakati wa kitendo cha ndoa umeisoma? Kama haijui amfundishe, aseme bismillah: Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Hayo ndiyo maneno ambayo yatakikana mume kuyasema wakati wa kumjamii mke wake, kisha baada ya hapo anaendelea na kitendo chake cha ndoa. Qala rahimahullahu ta'ala: khamisan, jambo la 5, kaifa ya'tiha, namna vile ambavyo mume atamuendea mkewe, namna ambayo yatakikana mume kumuendea mkewe. Qala rahimahullahu ta'ala: wayajuzu lahu, na inafaa kwake mume, wayajuzu lahu ili zawj, inafaa kwake mume, an ya'tiyaha fi qubuliha, kumuendea mkewe mbele yake, katika tupu yake ya mbele. Fi qubuliha, katika tupu yake ya mbele. Min ayi jihatin shaa, katika upande wowote au takao. Yatakikana mume kumuendea mkewe katika tupu yake ya mbele kwa upande wowote au takao. Min ayi jihatin shaa, kwa upande wowote au takao. Sawa, atamuendea kwa mbele au atamuendea kwa upande wa nyuma, lakini ameiendea tupu ya mbele, hajaendea tupu ya nyuma. Yuko kwa upande wa nyuma lakini kamuendea mkewe katika tupu ya mbele, au yuko upande wa kulia lakini kamuendea mkewe tupu ya mbele, au yuko upande wa kushoto lakini kamuendea mkewe katika tupu ya mbele, au yeye yuko juu mke yuko chini, au mke yuko chini yeye mume yuko chini mke yuko juu, vyovyote vile ambavyo atakavyoweza, katika upande wote ambao yeye atakautaka. Min khalfiha, nyuma yake, au min amamiha, au mbele yake. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: nisaukum harthul lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu. Nisaukum harthul lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu. Fa'tu harthakum anna shi'tum, yaendeeni mashamba yenu vile mtakavyo. Sawa, mtayaendea kwa upande wa mbele, lakini angalia, chunga sehemu ya shamba, sehemu ambapo ukipanda mbegu inaota, ndio unatakiwa kupachunga sehemu hiyo. Sawa, utamuendea ukiwa kwa mbele, au utamuendea ukiwa kwa nyuma, au wewe uko kwa juu ya chini, au kwa hali yoyote ile ambayo wewe utaitaka. Umeelewana vizuri eh? Sadisan, adabu ya 6, tahrimu duburi, ni uharamu wa tupu ya nyuma. Ni haramu
mume kumuingilia mkewe katika tupu ya nyuma. Tahrimu duburi, uharamu wa tupu ya nyuma. Wayahrumu alayhi an yatiyaha fi duburiha, na kuna haramika juu yake mume kumwendea mkewe katika tupu yake ya nyuma. Ni haramu mume kumwendea mkewe katika tupu yake ya nyuma, fi duburiha, katika tupu yake ya nyuma, limafhumi al-ayati sabiqa, kwa mafuhumu ya aya iliyotangulia. Allah amesemaje katika aya iliyotangulia? Nisaukum harthun lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu. Kwa hivyo shamba ni sehemu ambapo inapandwa mbegu na kuota. Kwa aya hii imejulisha ya kwamba sehemu ambayo mwanamke atakikanwa kuingiliwa ni sehemu ya mbele, ni tupu ya mbele, kwa sababu ya nyuma haioteshi. Kwa hivyo ni haramu mume kumuingilia mkewe katika tupu ya nyuma. Tumefahamiana vizuri hapo eh? Sabi'an, jambo la saba, qala rahimahullah ta'ala, alwudu'u baina aljima'aini, ni kutawadha baina ya vitendo viwili vya ndoa. Yani katikati ya vitendo viwili vya ndoa kutawadha katikati yake. Yani akimwendea mara ya kwanza atawadhe, kisha amwendee tena mara ya pili atawadhe, akitaka mara ya tatu atamwendea tena mara ya tatu, kisha atatawadha akitaka mara ya nne, wama ila dhalik. Lakini atakikana kutawadha baina ya matendo mawili ya ndoa. Ala rahimahullahu ta'ala, wa idha ataha, na pindi atakapomwendea. Wa idha ataha, na pindi atakapomwendea, yani mume atakapomwendea mke, fil mahalli almashru'i, katika sehemu iliyowekwa katika sharia. Amemwendea katika shamba, katika ile tupu yake ya mbele. Thumma arada an yauda ilaiha, kisha akataka kumrejea tena mkewe kwa mara nyingine. Kaenda mara ya kwanza, kisha akashusha manii yake, akataka tena kumwendea mara ya pili. Tawaddaa, atatawadha. Si tumeelewana vizuri eh? Adabu ya saba ni kutawadha kati ya matendo mawili ya ndoa. Thaminan, jambo la nane, qala rahimahullahu ta'ala, alghuslu afdalu, kukoga ni bora zaidi kuliko kutawadha. Kukoga ni bora zaidi kuliko kutawadha. Qala lakinna alghusla afdalu min alwudu'i, lakini kukoga ni bora zaidi kuliko kutawadha, kuliko udhu. Lihadithi abi rafi'in, wa hadithi abi rafi'in radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, tawafa dhata yawmin ala nisaihi, alizunguruka siku moja kwa wakeze. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizunguka siku moja kwa wakeze, ala nisaihi, yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi, akawa anaoga kwa huyu na anaoga kwa huyu. Yani alipomjamii huyu akawa anaoga, kisha akaenda kwa mke wake mwingine akamjamii akaoga, kisha akaenda kwa mke wake mwingine akamjamii akaoga. Hivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, amesema, faqultu, nikasema, faqultu lahu, nikasema kumwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ala taj'aluhu ghaslan wahida, hivi je, kwa nini usilifanye hili josho kuwa ni josho moja tu? Kwa nini kwa huyu uoge, kwa yule uoge, kwa yule uoge? Kwa nini haya yote usiyafanye josho moja tu? Qala, mtume akasema, hadha azka wa atyabu wa atharu, kufanya hivi ndiyo kusafi zaidi na ndiko kuzuri zaidi na ndiko kwenye tahara zaidi, ndiko kusafi zaidi kuliko takasika zaidi. Kwa hivyo hivi ndivyo bora zaidi. Kukoga baina aljima'aini, baina ya vitendo viwili vya ndoa, hilo ni bora zaidi kuliko ni kutawadha. Si tumeelewana vizuri? Wallahu tabarak wa taala a'lam.